المكارم والشمائل والتقى. Ewe mja hujachelewa, kibada hujachelewa. Ewe mja hujachelewa. Arhamna Rahman arhamna Rahman arhamna ya habibi ya habibi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahmadullah subhanahu wa ta'ala wa usalli wa usallim ala رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في كتابه المحكم التنزيل: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الشاعر: إن المكارم والشمائل والتقى جمعت بأحمد في البيان الراقي. Mimi mbele yenu ndugu zangu wanahabari, naitwa Muhammad Nasor, ndio mwenyekiti wa Stara Foundation. Nimekuja mbele yenu nia na madhumuni kuwajulisha tumeandaa mashindano ya kasida hizi maalum kwa ajili ya kufikisha ujumbe wa Stara. Lakini hayo yote yamo katika mafundisho ya Qur'ani na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kuwa jamii yetu, jil tulionayo, kwa upande wa qasaid, kwa malezi ya watoto tulionao kwa sasa, tukaona tushirikiane na jumuiya ya umoja wa vijana wa Kiislamu BAKWATA Taifa kwa ajili ya jambo hili jema ambalo ni muombe Profesa Alhaj Pembe yeye afikishe taarifa za mashindano hayo na mambo yatakavyokwenda. Lakini kabla ya hapo ni kwamba na mimi vile vile ni mwimbaji wa kasida na nitafanya kidogo kasida makam mukhtalifa japo kwa uchache. Innal makarima washama'ila wattuqa jumi'at bi Ahmad fil bayani raqi. Wa alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza kabisa nichukue fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu na kumtakia wingi wa rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama pili, napenda kujitambulisha kwenu. Jina langu naitwa Alhaji Profesa Muharram Pembe, ni mwenyekiti wa jumuiya ya vijana BAKWATA Taifa, lakini pia ni mwenyekiti mwenza pamoja na kaka yangu hapa Sheikh Muhammad Nasor katika kuliandaa jambo hili la mashindano ya Stara Talent Search. Ndugu zangu wanahabari, napenda kuchukua fursa hii kukujulisheni rasmi kuwa jumuiya ya vijana BAKWATA Taifa tukishirikiana na Stara Foundation tumeandaa mashindano ya kaswida zenye tungo za maneno za mashairi ya Stara. Mashindano hayo yatashirikisha wanawake wote wa Kiislamu kuanzia umri wa miaka 15 na kuendelea. Lengo la mashindano hayo ni kwa ajili ya kufikisha ujumbe kwa jamii ya Kiislamu na jamii na Watanzania kwa ujumla. Kama mnavyoelewa ndugu zetu wanahabari, nyinyi mko mbele sana katika mambo ya habari na mnashinda sana ila mambo ya mitandao na kupeleka taarifa na kuperuzi katika
magrupu na sehemu tofauti za katika vyombo vya habari. Kwa nini tumeamua tufanye mashindano hayo? Kwa sababu tumeona tabia na mwenendo wa baadhi ya wanawake na vijana, tena chini ya wanasema umri wa miaka 2000 kuja chini, wanaharibika sana kwa kupitia mitandao ya kijamii na mambo mengine yote ya kidunia. Utaona vijana sasa hivi wengi sana, hatutaki kueleza sana kwa sababu tuko mbele ya vyombo vya habari. Ukiingia katika mitandao hii utaona watu ambao wanawake wanajitokeza, wengine wanatangaza biashara zao za kujiuza, za kufanya hivi na mambo mengine kabisa machafu ambayo yasiofaa. Sasa sisi tumeona kupitia wakati huu na kupitia tungo za vijana hao kama mnavyoona mbele yenu, tumeona tufikishe ujumbe huu kwa njia ya kasida. Vijana watatunga nyimbo zao za mashairi zao na tungo zao ili kuweza kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu kupitia maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini tunasema hivyo? Tumechagua stara. Stara ndio sehemu ya kujihifadhi, stara ndio sehemu ya kujistiri. Na stara imelenga katika sehemu kubwa, au stara ina upana mkubwa. Stara ni hijabu, stara ni heshima, stara ni kabuli, stara ni ndoa, stara ni mafunzo. Kwa hiyo stara hii imechukua upana mkubwa sana. Kwa hiyo sisi tumeona tuchukulie maneno haya ya stara kama Mwenyezi Mungu alivyowazungumza waja wema wale kupitia Qur'ani, kina mama ambao wamezungumzwa, kina Bi Khadija, kina Bi Zuleha na wengine wengi ambao wamezungumzwa, na Mungu amewapa wale ni wanawake bora wenye maadili, kina Maryam mama yake Yesu, mke wa Firauni Bi Asia, naye pamoja na kuwa na mtu mbaya, lakini pamoja na hivyo, lakini Mwenyezi Mungu naye katika watu ambao waliobashiriwa pepo na wamezungumzwa katika Qur'an, hao ni katika watu ambao wema. Sasa kupitia mashindano haya tumewaita vijana tuwashirikishe namna gani watafikisha ujumbe wa stara, kama tulivyosema stara katika upana wake na uwanja wake ulivyozungumzwa. Lakini pia hii ni fursa kwao kuonesha uwezo wao na vipaji vyao vya kutangaza, vya kuongea, lakini vipaji vyao vya kuimba katika nyimbo hii ili jamii nayo iweze kuona. Vile isitoshe, hii uimbaji wao inaweza ikawa chachu kwa wengine, lakini ikawa chachu wao wenyewe kwa ajili ya kutoka katika maisha yao, kwa sababu wanapofanya vizuri katika mambo haya, kuna watu ambao sasa hivi wanaweza wakawachukua, wakawaendeleza, wakawapeleka studio, wakaendeleza vipaji vyao, lakini wakawatafutia namna gani ya kuweza kuwaendeleza. Lakini katika mashindano haya tutakuwa na wakufuzi ambao watawafundisha namna gani ya kuweza kuimba, kwa sababu tunajua wao wanaimba lakini bado hawajapata mafunzo maalum. Lakini huku tutakuwa na kozi maalum katika uimbaji wao. Watafundishwa namna ya kuimba, namna ya kusimama, namna ya kutumia muda mfupi katika kufikisha ujumbe na njia gani ya kufanya kwa ajili ya kuendea mashindano haya. Lakini sitoshe kutoka na majaji ambao watajaji namna gani uimbaji wao wameama vipi katika hii nahama ziko nyingi za katika uimbaji. Lakini wengine wanaweza kuwa wanaimba lakini hawajui namna ya kuama, namna ya visimamo kwa kusoma, kama vile Sheikh hapa alipotusomea kasida, tumeona namna gani ambavyo jinsi ya kufanya. Kwa hiyo lengo la mashindano hayo ni kufikisha ujumbe kupitia mashindano ya stara. Lakini sitoshe, kama tulivyosema, kila mashindano tutakuwa na zawadi. Baadaye tutakuja kuitangaza mbele ya safari, lakini leo tumekuja maalum kwa ajili ya kulitambulisha. Na kama alivyosema ndugu yangu kakaangu Mkusa, nyinyi mna upana mkubwa sana kupitia vyombo vyenu vya habari. Hili jambo ni jipya, halijazoeleka. Kwa hiyo tunatarajia hii taarifa ambayo mtaichukua hapa leo mtaifanyia kazi, na sisi tunaahidi tutakuwa na nyinyi sambamba mpaka pale mashindano yatakapokwisha. Lakini namshukuru ndugu yangu kakaangu Sheikh Muhammad Nasr kwa ambayo mambo aliyaona. Tumeona hili jambo la stara, lakini jambo la stara linahusiana sana na wanawake. Lakini akaona sasa tutafute kamati ambayo itakuja itasimamia haya masuala. Kamati hiyo ipo, naomba niitambulishe, inaongozwa na mwenyekiti hapo Bi Ashley Hansi, kama alivyosema yule mzungu lakini Mjerumani tushamzoea sana kama mnavyomuona hapo. Lakini mwisho kule katibu. Kwa hiyo Stara Talent Search mwenyekiti wa kamati ya mashindano atakuwa Bi Ashley Hansi, lakini mwisho kule Bi Khadija Saidi Mataka, yeye ndo katibu.
Lakini kushoto kwangu huku Mwanne maarufu sana kama alivyosema Sheikh Mkusa, anafahamika, yeye ni mjumbe katika kamati hii, lakini vile vile ni afisa habari, akisaidiana na ndugu yake Nasra Pembe ambaye leo hayupo kutokana na uzuri wenyewe. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, nakushukuruni sana. Tunasubiri mwenyekiti hapa ananipa taarifa, ananikumbusha, maana alinipa wakati anakuja, maana tulikuwa tunamsudia, tulichelewa, kumbe alikuwa anazungumza na Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania. Taarifa alizopata Mheshimiwa Mufti anasema anafanya juhudi na jitihada. Wale washindi wetu nao wataenda kushiriki katika mashindano ya kasida nchini Morocco. Allahu Akbar. Anafuatilizia hiyo kuona kule talenti zao nao zinakuaje. Kwa hiyo tutakapopata nafasi hiyo, huenda mabinti ambao wataketoka hapa na watasafiri, lakini watasafiri na mwenyekiti wao mzungu kwenda huko. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwezesha kufika mahali hapa, kwa kuweza kulitambulisha jambo letu hili adhimu, lakini pia tumtakie rehma Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napenda kuwashukuru viongozi wangu wa BAKWATA Taifa, mzee wangu Sheikh Mohamed Nasor, mkurugenzi wa itifaki BAKWATA Taifa, lakini pia ndo rais wa wasomaji Qur'ani Tanzania. Pia napenda kumshukuru kakaangu Sheikh Muharram Pembe, yeye pamoja na mzee wangu Sheikh Mohamed Nasor kwa kuniamini na kunipa kuiongoza kamati hii ya mashindano ya kaswida. Nawashukuru sana sana sana. Lakini pia napenda nimshukuru mzee wetu, baba yetu mlezi, Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania kwa malezi yake mazuri, kwa kutuunganisha Waislamu wote nchini. Kwa malezi yake mazuri tunamwombea Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri. Amina inshallah. Pia napenda kuwashukuru viongozi wangu, mama angu, Mama Shamim, mwenyekiti wa JUAKITA Taifa, lakini pia kipekee nimshukuru sana kakaangu kipenzi, shehe wetu wa mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Walid Alhad Omar Kawambwa kwa malezi yake pia mazuri kwetu. Na pekee napenda kumshukuru pia dada yangu kipenzi Mariamu Mtambo, mwenyekiti wa mkoa wa Dar es Salaam, Jumuiya ya kina mama wa Kiislamu Tanzania. Ndugu zangu wanahabari, tuko hapa kwa ajili ya kulitambulisha jambo letu hili ambalo linaandaliwa chini ya Stara Foundation. Mashindano haya ya kaswida ambayo tumeyaita Stara Talent Search. Stara Talent Search hii inajumuisha wasichana umri kuanzia miaka 15 na kuendelea. Tumeona kama ambavyo mnafahamu, mmonyoko wa kimaadili umekuwa mwingi, hasa kwa watoto wa kike. Wamekuwa wakijiposti kwenye TikTok na nini, wakiimba nyimbo za kidunia. Tunaona vipaji vinapotea, kwa hiyo tukaona tukae tuwakutanishe waweze kufanya kazi ambayo itampendeza Mwenyezi Mungu. Hivyo hapa mbele yenu wapo baadhi, lakini bado tunawakaribisha wengi ambao hawajapata taarifa. Basi tunawaomba wanahabari kupitia presi hii mwende mkapeleke taarifa hizi, watu wote waweze kuja kushiriki, na inshallah Mwenyezi Mungu akituwezesha tutapata vipaji vikubwa, na tutakuwa tunafanya semina za mara kwa mara kama ambavyo kaka yangu Sheikh Muharram Pembe ameelezea kwa kirefu. Nawaomba wale wote ambao hawajachukua fomu waweze kuja kuchukua fomu, lakini pia kipekee ni washukuru wanahabari wote ambao mmeweza kujitokeza siku ya leo kuja hapa kwa ajili ya kuja kulichukua tukio letu hili muhimu. Tunaomba tushirikiane kwa pamoja tuweze kulifikisha mbali jambo hili. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Lakini mwisho nijitambulishe, jina langu naitwa Ashley Hans Leopold, ni mwenyekiti wa Jumuiya ya kina mama wa Kiislamu Tanzania wilaya ya Ilala. Lakini kwa leo hapa mimi ndio mwenyekiti wa kamati hii
ya Stara Talent Search. Kwa hivyo naomba sana ushirikiano wenu, wanahabari wetu. Mwenyezi Mungu atawalipa kila laheri kwa kujitokeza mara kwa mara pale tu mnapoitwa. Najua leo mmeitwa kwa very short notice, lakini mmejitukimbilia. Tunawashukuru sana. Mwenyezi Mungu atawalipa kwa moyo wenu huo wa kujitolea. Asanteni sana. Zetu kama hivi hapa, kama ilivyo mfano wa fomu hapa huu, na fomu zinapatikana hapo katika ofisi ya BAKWATA makao makuu pale mapokezi. Kija pale kwa Ustazi Hassan Malangali au Adam Malangali pale zinapatikana. Lakini pia tutatoa namba kwa mratibu mkuu. Namba yangu ni 0713759055. Lakini kuna waratibu wasaidizi, Sheikh Omar Joko. Sheikh Omar Joko naye yupo hapa, namba yake ni 0777996916. Lakini yuko Masudi Feruzi. Huyu ni afisa wa mambo ya burudani kutoka BAKWATA makao makuu. Yeye namba yake ni 0716 977 073. Au wakipigiwa wakati wote fomu wanazo, wanaweza wakawarushia. Ukifika hapa ukinipigia mimi au kwa hao mnaona kamati yote hii, mwenyekiti hapa wa kamati ya mashindano, ukimwondoa shekhe tu ya Dija, fomu anayo. Ukti hapa manne nayo fomu anazo. Kwa hiyo fomu zinapatikana wakati wote tu. Deadline kuchukua fomu ni wiki ijayo, tarehe 24 ndio itakuwa mwisho wetu wa kunini fomu. Lakini baada ya hapo tutawajulisha tena.